nataka usikie hapa anaposema iliyo hai ipitayo katika pazia, yani mwili wake. Kwa hiyo Yesu kama kiumbe, kama mwana wa Mungu, uhai wake umefichwa katika damu yake, na Biblia inasema iliyo hai. Kwa hiyo uhai wa Yesu ni damu yake. Kwa unapoita damu ya Yesu ni sawa na umeita uhai wa Yesu. Unapoachilia damu ya Yesu kwenye eneo lolote, unapoachilia damu ya Yesu juu ya hilo eneo, ina maana ni sawa na umeachilia uhai wa Yesu usimamie hilo eneo. Kwa tunaposema achilia damu ya Yesu kwenye ardhi ya eneo lako, inakuwa ni sawa sawa na tumemaanisha uachilie uhai wa Yesu usimamie ardhi ya eneo lako. Kama unanielewa. Kwa mfano, labda una nyumba yako. Kwa tunaposema ombea ardhi ya nyumba yako kwa kuachilia damu ya Yesu, unaichukua ardhi ya nyumba yako, unasema Mungu, naachilia damu yako kwenye hii ardhi, na nyunyiza damu yako, na nyunyiza damu yako. Katika ulimwengu wa roho inakuwa ni sawa sawa na umeuweka uhai wa Yesu usimamie ardhi ya nyumba yako. Hivyo hivyo unapofanya kwenye biashara, unapofanya ofisini, unapofanya kwenye miradi yako na eneo lolote lile, ni sawa sawa na unakuwa umeuweka uhai wa Yesu usimamie hapo. Palipo na uhai wa Yesu hapana roho ya mauti. Palipo na uhai wa Yesu hapana roho ya mauti. Moja ya kazi ya roho ya mauti ni kuleta uharibifu wa kuua kila kilichopo kwenye hilo eneo. Ardhi yenye roho ya mauti haina maendeleo. Mimea haiwezi kustawi kwenye hiyo ardhi yenye roho ya mauti. Watu watalima, hawatapata mazao. Watu watafuga, mifugo itakufa. Unakutana na watu kadhaa wanakuambia, kila nikijaribu kuanzisha mradi nyumbani kwangu wa kufuga kuku, na shangaa wanakufa wote. Na wakati mwingine watu wanakuambia hauna mkono wa kufuga. Wewe unafikiri ni mkono wa kufuga, kumbe ni ardhi yako ina roho ya mauti, na ndio maana kila ukijaribu kufuga vinakufa. Mwingine kila akijaribu kuanzisha kajimradi fulani pale nje ya nyumba yake, anasema ngoja nianzishe kaduka, kana kufa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ardhi yako kuna roho ya mauti. Dawa inayoondoa roho ya mauti kwenye ardhi ni damu ya Yesu. Unaponyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi yako, mauti inayoua vitu vyako inaondoka na uhai unasimama. Kwa hiyo kila utakachokiinitiate, kila utakachokianzisha hapo, kinasimamiwa na uhai wa Yesu. Ukianzisha kufuga, utaona hawafi, wanadumu, kwa sababu ile mauti imeondolewa na uhai wa Yesu umesimama. Na ndio maana kama uko hapa, kuna chochote cha kimauti kilikuwa kinafanyika kwenye ardhi yako, hebu leo nyunyiza damu ya Yesu kwenye hiyo ardhi. Alafu utaniambia baada ya miezi mitatu, utaniambia Mwalimu Petro, kwa sasa sijaona mauti, nimeona uhai. Tutagonga tano, tutamtukuza Mungu pamoja. Oh, haleluya, wana wa Mungu ali hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Kanda rapashaka rabosaka. Si wangapi wananielewa hapa? Kama unanielewa, kamata mchanga mkononi mwako. Kamata mchanga mkononi mwako. Kamata mchanga mkononi mwako. Afu sema haya maneno. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Katika ardhi hii niliyoikamata mkononi mwangu,
ninaachilia damu yako, ninanyunyiza damu yako, ninanyunyiza damu yako kwenye ardhi hii niliyoishika, ninanyunyiza damu yako, ninanyunyiza damu yako, ninaondoa roho ya mauti kwenye hii ardhi niliyokamata mkononi mwangu, ninaondoa roho ya mauti, ninaondoa roho ya mapozo, ninaondoa roho ya mapozo, ninaachilia uhai wa Kristo, naachilia uhai wa Mungu kwenye ardhi ya eneo langu, naachilia uhai wa Mungu, naachilia uhai wa Mungu, naachilia uhai wa Mungu katika jina la Yesu, jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kutamka kwa maneno yako, endelea kutamka kwa maneno yako. Achilia uhai wa Bwana, achilia uhai wa Bwana, achilia uhai wa Bwana kwenye hiyo ardhi uliyokamata,